Rai hiyo imetolewa na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya, Patrick Mwalunenge, alipotembelea kituo cha afya cha Utengule Usangu akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali wa serikali, kisha kukabidhi mashuka kwa wagonjwa waliokuwa wamelazwa wodini yaliyotolewa na mbunge wa eneo hilo Bahati Ndingo. Lakini isitokee mgonjwa amekosa huduma hapa kwa sababu hana pesa au amerudishwa nyumbani. Wahudumieni wagonjwa kama vile maelekezo ya serikali. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli amesema halmashauri inaendelea kuboresha huduma za afya hususan katika kata mbalimbali, huku mapato ya ndani yakitumika kujenga na kuendeleza vituo vya afya. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshashusha zaidi ya milioni 500 hapa, na katika mwaka wa 2024-2025 milioni 80 zilishuka kukamilisha jengo la OPD. Kwa kadri ambavyo tutaendelea kukusanya mapato yetu ya ndani na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, tutaendelea kuhakikisha tunashusha fedha. Kwa hiyo na mimi nimeleta mashuka hapa ili sasa wagonjwa wasikose upungufu wa kusema hawana mashuka. Zoezi jingine lililofanyika ni ugawaji wa sare za shule kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya Utengule Usangu, ambapo zaidi ya wanafunzi 100 wamepatiwa sare hizo ili kupunguza swala la kukatiza masomo na utoro. Mwaka huu nimepokea wanafunzi 348 na yeye aliahidi wote 348 kuwashonea sare. Kwa huu wanafunzi kutoripoti kwa wakati kwa sababu fedha wazazi wengi hawana. Lakini baada tu ya kupewa uniform imekuwa ni rahisi sana, wanafunzi wameweza kuja, wameripoti, walipimwa na sasa hivi tayari wako darasani, kwa maana ya uhakika wa uniform upo. Kuambiwa kusema kuna sare wanagawa huku ndo imetufanya tuwahi kufika sana mapema ili kupata hizo sare. Namshukuru sana kwa maana tungechelewa shuleni. Alipotupatia hizo sare tumepata mtu mkubwa sana kuja shuleni. Ismail Matipa ni diwani wa kata ya Utengule ambaye ndiye ametoa sare hizo, na hapa anatoa rai kwa wazazi na walezi, huku mkurugenzi wa halmashauri akizungumzia mikakati ya halmashauri hiyo. 400. Kwa maana hiyo tumeona kulikuwa kuna gepu. Wanafunzi walikuwa wanachelewa kuanza kujiunga kidato cha kwanza. Sisi kama halmashauri tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwekeza kwenye sekta ya elimu, kuhakikisha kupitia mapato yetu ya ndani tunaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu, kuendelea kuhimiza wazazi wanafunzi wetu waripoti kwa wakati. Shughuli hizo zimeenda sanjari na ugawaji wa majiko ya gesi na upandaji wa miti ili kuhamasisha jamii utunzaji wa mazingira na kuepuka ukataji miti ovyo ili kulinda mazingira. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.